Ndugu zangu, sisi sio tu wanadamu, bali sisi katika maisha haya ni kumbukumbu ya vita vikubwa yenye mababu zetu wamepigania katika maisha haya duniani hii. Eneo hili la Magharibi mwa Kenya limepitia mambo makubwa ya kibinadamu. Vita vya magonjwa mbalimbali, vita vya njaa, vita vyenye vilikuwa vinaweka maisha ya wanadamu ya mababu zetu wakati huo katika hadarini. Katika umoja wao waliweza kufaulu. Uchungu huu wenye mababu zetu walipitia uliweza kuwaundia chombo kinaitwa umoja. Na walitumia chombo hichi cha umoja kumuomba Mungu wao wakati huo, na aliwasikia na akawapea ushindi katika matatizo haya yote walipitia. Matatizo ya njaa, matatizo ya magonjwa mbalimbali, matatizo ya vita na majirani yao. Na muomba ndugu yangu, uchungu huu tumepitia kama wakaaji wa eneo hili la Magharibi mwa Kenya. Uchungu waweza kuitwa sisi ndio wachimba makaburi. Uchungu waweza kuitwa sisi ndio watchman wa ndugu zetu wa Kenya wenzetu. Uchungu wa kuitwa sisi ndio kwenda Sokoi kuosha mazufuria. Uchungu wa kuitwa sisi Waluya hatuna kitu chochote cha muhimu katika nchi ya taifa la Kenya. Uchungu wakiweza watu ndugu zetu wa Kenya kutuonyesha madarau mbele yetu. Uchungu watoto wetu kukuwa na elimu na kukosa kazi. Uchungu kukuwa na parapara tuni katika eneo letu. Uchungu wa uchumi wetu eneo hili wa miwa wa sukari kukuva. Uchungu wa kuharibu viwanda vyetu vyenye mababu zetu watuletea. Viwanda vya Mumias, viwanda vya Nzoia, viwanda vya Padi Pepa, viwanda hivi vyote vimeharibika. Uchungu huu umetupea vijana wetu wawili. Uchungu huu umetuletea vijana wetu wawili, George Natembeya na Edwin Sifuna. Wana ndoto na maono mazuri juu yetu. Wana ndoto na maono mazuri juu ya umma wa Magharibi mwa Kenya. Namuomba ndugu yangu wewe msikilizaji unanisikia, mwenye umeamua eneo la Magharibi mwa Kenya itakuwa ni mahali pako penye utaita nyumbani. Tutumie chombo hichi chenye mababu zetu walitumia walipofamiwa na magonjwa. Katika umoja wao waliangalia pingu wakamuomba Muumba wao. Mungu wakati huo akasikia maombi yao na akawajibu. Sisi ndio thibitisho kwa maombi ya mababu zetu walisikia. Kwa sababu sisi ndio tumepepa kumbukumbu hizo sote. Tumepepa kumbukumbu hizo sote sisi. Sisi ndio didirisho kwa hakika maombi ya babu zetu yenye matatizo walipitia wakati wa karika, wakati ya njaa, wakati ya vita na majirani wao. Kuwa maombi walimuomba Muumba wao. Walimsikia na akaweza kuwapea uponyaji na akaweza kuokoa. Ndugu zangu, tukuje pamoja tutumie chombo hicho chenye babu zetu walitumia wakati walikuwa na matatizo. Chombo hichi cha umoja tuitumie tunapenda katika siasa 2027. Tutumie ili tuokoe usawa wetu, tuokoe uchumi wa eneo letu, tuokoe hali yetu mbele wa Kenya wenzetu, tuokoe sifa zetu na umbo letu mbele wa Kenya wenzetu. Namuomba ndugu zangu, tushikamane pamoja tutumie chombo hichi cha umoja. Kwa sababu kupitia chombo hichi cha umoja, uchumi wetu utaweza kupata nguvu. Ufufua uchumi wa ukulima wetu wa mahindi itafufuliwa. Kupitia umoja wetu uchumi wa sukari yetu wa Mumias, wa Nzoia itafufuliwa. Kupitia umoja wetu uchumi wa eneo lote na hata maisha ya watoto wetu itakuwa maisha mazuri. Hiyo ni chambo nimemwambia. Uchungu huu umeweza kutupea vijana wetu wawili, George Natembeya na Edwin Sifuna. Tuwashikie ndio tuwatumie. Nasi tukuja pamoja tutumie chombo cha babu zetu walitumia ili nasi tukasaliwa na tukapewa nafasi kukua katika hali hii katika maisha haya tunayo. Mungu ambariki na Mungu asimame nanyi. Amen.